Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya wingi wa rehema zako na kwa ajili ya fadhili zako. Ukanitumie jinsi upendavyo siku ya leo. Ukanitumie jinsi ikufaavyo siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mathayo 6:24. Neno la Mungu linasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana amchukia huyu na kumpenda huyu, ama tashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 9. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Pande zote twadhikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa; twaudhiwa, bali hatuachwi; twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Biblia inazungumza, inasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Lakini tuna hazina katika vyombo vya udongo. Hauwezi ukawa mtawala kama hauna ambacho unakimiliki. Mtawala na asiyekuwa mtawala, tofauti yao ipo katika kile ambacho kinamilikiwa. Mwambie jirani yako unachokisema. Remind you, tunazungumza kwa habari ya spirit of money. Anasema, lakini tuna hazina. Hazina ya nchi ndio ambayo ina determine properties za nchi. I'm repeating again. Rasilimali, properties, mali za nchi, mali za nchi. Tunaposema mashirika ya umma, yote lazima yawe chini ya msajili mkuu wa hazina. Sawa eh? Kwa hiyo nchi inapozungumza kwa habari ya gawio, zile billions of money, maana yake msimamizi wa yale mashirika ya umma ni nani? Custodian wake ni msajili wa hazina. Kwa msajili wa hazina ndo anajua mali. Sawa eh? Na labda nikuze tena. Wangapi washe kununua mali ya serikali? Au usenuaga viwanja vya serikali? Katika zile account ambazo unapewa kwenda kulipa, hakuna account ambayo inaenda hazina payment. Hazina anashikilia mali. Sawa eh? Na katika central government, ofisi ya hazina, hata bajeti yake ni tofauti. Na wizara ambayo ina control hazina, utakuta kuna makatibu wakuu zaidi ya moja, kwa sababu kule ndio kuna properties. Yeye ndo custodian. Yeye ndo mlinzi wa mali za serikali. Kwa Biblia inaposema kuna hazina katika vyombo, maana yake ni kuna mali katika vyombo. Na akishazungumza kwa habari ya mali, for our case tunajua that is money. Hiyo ni nini? Soma tena. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Anasema lakini tuna hazina hii, maana yake tuna mali katika vyombo vya
Tuna mali katika vyombo vya udongo. Tuna mali katika vyombo vya udongo. Kitu mpaka kiitwe mali, maana yake kina thamani. Mpaka kiitwe mali, maana yake kina nini? Kina thamani. Anasema tuna hazina katika vyombo vya udongo. Maana yake wao wakiangalia chombo cha udongo, wanachokiangalia ni ile thamani iliyoko, ni ile mali iliyoko katika vyombo vya nini? Vya udongo. Ila dhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu. Anasema ila dhama kuu ya uwezo iwe ya nani? Maana yake mwenye uwezo, mwenye utawala. Pamoja kuna hiyo treasure, pamoja kuna hiyo hazina, lakini mwenye uwezo, mwenye utawala iko chini ya uwezo wa Mungu. Remind you, hauwezi kutumikia mabwana wawili. Anapozungumza kwa habari ya hii mali, kwa habari ya hii treasure, kwa habari ya hii hazina, anapozungumza kwa habari ya hii hazina, anazungumza yule aliye na uwezo katika hii hazina. It is God. When it comes to the government, bunge lina uwezo wa kushauri ofisi ya hazina, kwa sababu kuna waziri wa fedha ambaye ni mbunge katika mwimbili wa nini? Wa bunge. Lakini mwenye final say ni nani? President, central government. Kwa nini central government? Kwa sababu yeye ndio mtawala. Talk to your neighbor nisozungumza. Nataka nikupeleke slow uelewe kabisa. Most of Christians, we are suffering kwa sababu kuna namna ambavyo tumemgrade mtawala wetu. Kuna namna ambavyo kuna points tunampa Mungu in our life, alafu kuna point atumpi Mungu, especially kwenye fedha. Nilikuwa nimesafiri jana, tunarudi, nataka tuingie hivi kwenye VIP lounge. Kama wamekaa walinzi, wakasema hamwezi kuingia VIP lounge. Remind you, unapoingia VIP lounge you pay extra for VIP lounge. Sio? Hamwezi mkaingia kwa sababu the president is coming. Mtawala anakuja. Though we paid for it, lakini hamwezi mkaingia because president. Between money tulolipa and the president, nani mwenye thamani? Muulize jirani yako. Lakini kwa sababu ni mtawala, ana thamani na anahitaji ulinzi wa hali ya juu. Kwa wale custodian ambao kazi yao ni kuhakikisha security ipo, wanatuambia hamwezi mkapita, kwa muingie huku kawaida, akishuka akitoka na muda wenu ukiwa haujafika bado kuondoka, tutawaita. Listen to me. Biblia inasema hivi, adhima kuu ya uwezo ni wa Mungu. Maana yake katika hizo mali, katika vyombo vya udongo, aliye mtawala mkuu, aliye na uwezo mkuu, it is God. Kati ya mwili wako unaofanya kazi na one master is a God of money, nani mwenye uwezo mkubwa? Because majority we are fighting for money. Watu wengi we are fighting for money. Tunachukiana kwa sababu ya wivu wa fedha. Atupendani because of the money. Listen to me. God is a main controller. Mungu ndio ameshikia controller. Mungu ndio msimamizi mkuu. Sisi we are custodian wa property. Sisi we are custodian. Sisi ni walinzi wa mali za kifalme.
Ndio maana kipimo kimojawapo cha mtu mwenye roho ya utajiri ni kutokuwa na chuki na mtu mwingine, kwa sababu Mungu ni pendo. And if God is, kama ndo Mungu ni pendo na Mungu ndio mtawala kwenye maisha ya mtu akapata hizo fedha, maana yake God is love. Upendo wa Mungu unapokuwa haupo mahali, maana yake kuna chuki, maana yake kuna vurugu, maana yake hakuna unity and solidarity, hakuna upendo na nini, hakuna umoja na mshikamano. Sasa kama Mungu ndo ambaye ana uwezo mkuu katika hiyo hazina, maana yake ni lazima pawepo na love na upendo. Upendo ambao unakuwepo ni kwa sababu all of us we are custodian. Mwenye fedha sio sisi, mwenye fedha it is God. Usikujiuliza kwa nini mtu anataka cheo. Cheo is money. Watu wengi they don't interpret cheo as majukumu, wana interpret cheo katika hela. Sasa ukiinterpret cheo katika fedha, maana yake tunaelewa kabisa the spirit will take control in your life is money and not God. If it is God, utakachokiinterpret ni kufanya kazi mahali uache alama. Mwambie jirani yako, you're working for your stomach or you're working to live the legacy. I'm assure you, if you're working for your stomach, you won't pursue. The day niliamua kuwa full-time minister, it was not easy, not for me, kwa watu wanaonizunguka. The day I decided, siku niliamua kwamba nitakuwa mtumishi wa masaa 24, nikaweka aside taaruma nyingine zote, nikasema nitakuwa wa masaa 24. Hofu haikuwa kwangu, hofu ilikuwa kwa wale wanizunguka. Kwa nini hofu ilikuwa kwa wale wanizunguka? Money. Yani hofu, vikao nilivyokuwa nakalishwa ni kwamba utasurvive vipi. It's not about kwamba mwenye hazina ndo mwenye uwezo, utasurvive vipi. The problem of us, tunafikiria zaidi vyombo vyenye hazina kuliko kumfikiria mwenye hazina. Bwana Yesu asifiwe. One of my relatives akaniita kikao kizito mjini, akanipiga na lunch, nikamwambia niko kwenye fasting. Akaambia unaona sasa hata mwili wako afya imeanza kuzorota, afya imeanza kuzorota, afya imeanza kuzorota. Nikamwambia hii movement ilianza jana anko. Hii movement ilikuwepo kabla sijazaliwa. Kwa hiyo allow me, give me 5 years, you will see. Give me 5 years, you will see. If we won't speak the same language, give me 5 years. Give me 5 years. Unajua unaongea kwa ujasiri, alafu ukitoka pale sasa Yesu anaingia kwenye V8 lake. Wewe unapambana jua lile lishuke sasa. Unatafuta mnazi mmoja ni wapi? Upande daladala ya Tabata Mawenzi, Kimanga. Let me tell you something. Watu wengi even makazini kwenu mna hofu. Unashindwa kuelewa wewe ni custodian. Wewe ni mlinzi wa mali za Mungu. Kwa hiyo kama ni mlinzi wa mali za Mungu, ni lazima unufaike na zile mali za Mungu. That's why of sin a small thing inabadilisha mtazamo wako concerning the blessing of money. Hauwezi ukapata blessing of money kama haujaelewa ya kwamba kuna two masters. Kama hujaelewa ya kwamba fedha ni lazima iwe under control of one master. Ukiruhusu fedha iwe control, fedha haiwezi kumcontrol Mungu. Fedha itakucontrol wewe. Kwa hiyo fedha ikikucontrol wewe, kuna level of blessing you won't go. Hallelujah.
When I come here and nasema in the mighty name of Jesus, mimi I'm just a custodian. Kuna mwenye nguvu ambaye ni mtawala, amenipa ability. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwenye nguvu ambaye ana uwezo mkuu, amenipa just a portion of it. Ilije nikisema hapa in the mighty name of Jesus, situation yako iweze kubadilika. The day you shift your spirit, you shift your mind, siku utakayohamisha roho yako, utakayohamisha akili yako kwenye fedha na ukaisindika. Unajua kusindika? Ukaisindika huko. Kwa sababu kusindika maana yake unaacha paka kitu kifanyaje? Kinaonekana kinaoza. Si maziwa ya mtindi yanasindikwa? Si ndio jameni, yanasindikwa. Alafu tunafanyaje? Hayaitwi maziwa fresh. Kwa hiyo there's a gradual process. Yani paka ifike mahali, mwambie jirani yako paka ifike mahali fedha iwe chini ya miguu ya Mungu aliye hai. Hapo ndio utaona utajiri wa Mungu kwenye maisha yako. Hallelujah. One thing you have to know, mtawala ni mtawala. Mtawala kizungumza, that the final say. Kwa hiyo, why are we in trouble? Kwa nini tunakuwa tuko kwenye trouble? Kwa nini twaziakiwa? Kwa nini tunapita katika hard time? Soma mstari ufuata baadaye. Ila adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Ngoja, paka hapo tumeelewana sasa. Mstari nilivyokuelezea umeuelewa sasa? Umeelewa sasa? Hebu jirani yako, are you facing any challenge in your work? Au kwenye biashara yako, kazini kwako, chochote unachokifanya concern money, unakutana na changamoto yote, hebu muulize hapo. That's why naambiaga watu, born again Christians, they're not poor. They're not poor at all. Naambiaga watu, warokole, born again Christians, they're not poor. The problem, hatujui on how we can take our money. But we are not poor. I'm telling you, kama wewe ni Mkristo, ndani yako unaona kabisa you deserve to be a boss. Na haijawahi kutokea ukawa boss. Issue is not God, issue is you. Praise the Lord. Niliokoka mpaka nikaingia kuwa full time minister. I was broke. Ila niloipata kazini nilimalizia kwenye kufanya mikutano vijijini, nikawa broke. Until one day nilipoelewa some secrets concern money. Bwana Yesu asifiwe. And I'm here to reveal some secrets. Inaweza zikawa sio zote, but I'll give to you some secrets. So inafika mahali wewe ni mlokole, unasikia mahali mtu ametaja bilioni 1 unatikisika. Inafika mahali mzako anamwambia hii yani anaka singo hivi, yani hii mania yangu hiyo milioni 4.5. Unataka jamani, unasema jamani, milioni 4.5 ndio kodi yangu mimi kwa miaka 2. Wait, that is a sin, that is a zambi. Hiyo ni nini? Kwa sababu unamuunderestimate your God. Unamshusha Mungu wako thamani. Unamwambia unamwambia nilifikia bali 7 million, kumbe ni 4.5. Ni sawa nikasema nenda katafute kiwanja, sio 20 kwa 10. Nasema pastor naye anaongea tu, hajui hali yangu naopitia. Tayari umeshaona kwamba you are not custodian. Listen to me. Uchumi ni utawala all over the world. Uchumi ni utawala everywhere, all over the world. Uchumi ni utawala. Lakini siku zote duniani kote anayeshika uchumi wa nchi ni serikali. Kwa nini serikali ndio inashika uchumi wa nchi? Kwa sababu ndio mtawala. Hata sisi Mungu ndio mtawala. Maana yake uchumi unatakiwa uje kwetu, kwa sababu our Father ndio mtawala. You have a friend anataka access kwa baba yako, ata struggle kuipata. Kwa nini? Because he is your father.
Sasa kikubwa ambacho kitakusumbua ni ujue my father yuko kwenye mood ipi, ili when I present this aweze kunisikiliza. I'm telling you, tuko kwenye kipindi ambacho we Christians, we need to have money. Mwambie jirani yako, one of my daughter akaniambia mbona siolewi, nikamtania nikamwambia Mungu hataki olewe kwanza, kuwa na hela kwanza. Baba umeanza. Nikamwambia sasa wewe prayer point kila siku ndoa. Nikamwambia change your prayer point. Nikamwambia daughter, you need money. Nikamwambia you need cash. And not the language of hope. Ya kumwambia mwenza wangu I'll make it. Hiyo language of hope. Kwamba nikamwambia mwambie Mungu kwamba nitaolewa wala sitaishi kwa credit. Nitaishi nikidebit. Nikamwambia you need money. Nikamwambia you know what? Mwanangu unapenda vitu expensive. Kwa mtu akiingiza miguu hivi anasema hapa nitaishia wapi? Kama ni Moshi hata Mkata sifiki. Nikamwambia but when you have money you aren't complaining enough. I mean hautaramika sana. But you are complaining a lot kwa sababu you don't have money. Nikamwambia pray before the Lord to promote you kazini kwako. After akabadilisha prayer point. Akabadilisha nini? It's a testimony. Kwa alipobadilishwa akapata promotion kazini. Kwa hiyo hata aina ya kufikiria kwake kukabadilika, watu corporate anokutana nao wakabadilika. Hiyo ndio ikawa breakthrough yake ya kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, what's your prayer point? What the need? What's your need? Hallelujah. Anasema pande zote twaziakika bali hatusongwi. Twaona shaka bali hatukati tamaa. Twauziwa bali hatuachwi. Twatupa chini bali hatuangamizwi. I want you to understand this. Chochote kile hauwezi ukakitawala katika mwili kama hauna fursa access na anayekitawala katika roho. Nawaambiaga hapa, when a pastor, a servant of God, mwenye voice of authority, akisema I speak money, wewe utachukua tu neno money, na utakapoenda na kukutana na muujiza wako wa fedha, usifikiri ya kwamba it was just something easy. Maana yake amedownload kwenye ulimwengu wa kiroho, alafu akapewa order, speak it. Kwa anapotamka, maana yake kile cha rohoni anakuja na kitransfer, akiji kwenye mikono yako kwanza, kinakuja kwenye roho yako kwanza. Kikishakuja kwenye roho yako kwanza, kinahama kinaingia kwenye mwili. Kikishaingia kwenye mwili ndio unapata breakthrough of money. Mali yoyote lazima ukataliwe. Kwenye kutafuta mali yoyote lazima ukataliwe. Lazima wakudhiaki. Lazima upite katika nyakati zilizo ngumu. Kati yako wewe na mlinzi wa getini, nani anayepitia nyakati ngumu? Mlinzi wapi? Wa getini. Mlinzi wa getini anapitia nyakati ngumu kwa nini? Kwa sababu yeye ndio custodian. Yeye ndio umempa zile mali azisimamie. Maana yake wewe ndo Mungu amekupa usimamie mali. Mungu amekupa hazina. Yeye Mungu ndo ana uwezo wa hizo pound. Yeye Mungu ndo ana uwezo wa hizo dola. Yeye Mungu ndo ana uwezo wa hela za Tanzania shillings. Lakini sisi ndio wasimamizi. Yeye ni mtawala. Sisi ni wasimamizi wa hizo hazina. Maana yake kama ni wasimamizi wa hizo hazina, maana yake hauwezi ukakwepa kupita katika nyakati ngumu. Ndio maana siku zote kabla hauja experience blessing of money, lazima u experience rejection, lazima u experience kukataliwa, lazima u experience aibu.
Ndio maana usimjaji mtu kwa kumwangalia sasa. Kuna jana na juzi ambayo haukuwepo. Haujui jana na juzi amefanya nini. Haujui jana na juzi amepitishwa wapi. Anapoeleza kwa habari ya hazina, anakuja kueleza kwa habari ya rough road, njia iliyo mbaya, ya kuziakiwa, ya kukataliwa, ya kusongwa. Lakini anasema katika yote, I don't give up. I don't give up. I don't give up. Niliwaambia sifa yoyote ya tajiri, tajiri akatagi tamaa. Let me tell you something. Before one day I was somewhere shopping. Nikamuuliza muuzaji, ili shati halitakuja kunywea. Unajua kuna ngozi nyingine ukifanyaje? Ukifua utafanyaje? Unanywea. Akaniambia, our company policy, kitambaa kikichukuliwa, kinafanywa trial, kinafuliwa, alafu ndio tunakinyosha, alafu ndio tunafua. Nikamwambia ilikuwaje hivyo? Akasema ukisoma katika history, watu walikuwa na complain juu ya mashati yetu. Kwa hiyo tukasema no way, we have to test. Kabla tujapeleka kwa user, kabla haijafika kwa mtumiaji, we have to test. Listen to me. Mungu akikupitisha kwenye test concern money, unaweza ukafukuzwa hata kazi. Unapofukuzwa kazi, Mungu aangalii aibu yako ya kufukuzwa kazi. Mungu anaangalia moyo wako uko wapi. Talk to a neighbor. Nilichokizungumza. You know, unaweza ukaja hapa nikazungumza about the spirit of money, na ukashangaa unatoka kwenye ibada vitu vyako vikaharibika kabisa. But don't worry. Don't worry. That's why utakuta kuna wengine the more wanatoa sadaka kwa Mungu, the more vitu vyao vinaharibika. Alafu mtu anaanza kusema, God, pastor, hakuna sadaka ambayo sijawahi kutoa. When you come to me ukiniambia hivyo, I'll look at you na nitakwambia bado haujawa na maturity, bado hujakomaa ukamuelewa ya kwamba you are under the good master, kwamba uko chini ya mtawala aliye mkuu, a very good master. Hata kama hali yako ni ngumu, lazima uwe na assurance ya kwamba hata kuacha, kwa sababu yeye ndio mwenye hazina, yeye ndio mwenye uwezo. Hallelujah. Are we in agreement up to now? Are we in agreement? My question is very simple. Who have money? You or God? Na wewe nani? Hagai sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vilivyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitajaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Paka Mungu anasema mimi ni Bwana wa nini? Wa majeshi. Nitatikisa. Paka anasema nitatikisa. Ina maana yake hii ni kauli ya nini? Yaani hii ni language namna gani? Mwambie jirani yako, hii ni kauli namna gani? Mtu mmoja akaniita pastor kwa sauti kali sana. Nikageuka. Akaniambia, pastor, can you help me? Nikamwambia, tell me dada. Yaani unaona pale pastor? Yaani kuna kiwanja. Hiki kiwanja ndani yangu naona ni cha kwangu kabisa. Lakini wale wenzangu wana cash. Mimi sina cash. Kiwanja ni milioni 18. Jana nimeenda kutoa ila UTT milioni 10 yote. Sasa ikabakia milioni 5, nimehangaika leo nimeipata. Kwa hiyo bado milioni ngapi? 3. Lakini wale pale na hapo tu kwenye ofisi ya mwanasheria. Hapo napona hapo nje pastor. Hapo napona pastor. Tayari wana cash.
Tena wao, they have more than 18 million. How can you help me, a pastor? Na wewe ndo pastor sasa. Naelekea zangu airport, nimeshuka mahali chukue kitu mara moja. Nakutana na hiyo scenario. Na wewe ndo pastor. What kind of the word you will speak? The reason nataka uelewe, hii dunia imejaa vita. Na usipoelewa lugha za kivita, hauwezi kupasua. Utakaa tunamwambia yako, baba nipe mali, baba nipe mali, fedha na dhahabu ni mali yako. Wewe unasema tu fedha na dhahabu ni mali yako, toka umeanza kusema huo mstari mpaka leo una nini? And the devil is very happy. The devil is very happy. The devil is very happy. Akiona haujui lugha za kiutawala, is very happy. Mungu anachongea hapa lugha ya kiutawala. And then akawa ananipa kikaratasi. Nikamwangalia, nikamwambia, are you ready? Uko tayari kupossess? Nikamwambia, don't worry. Go and take it. Ndakupa feedback. Nafika airport, message yake anaandikia. Anaambia, nashukuru sana pastor. Yule mwenye eneo alisema ananipa mimi na sio wale wenye milioni 19. Listen, nimemwambia go and take. Go and take. Hiyo ni lugha ya kitawala, ni lugha ya kifalme. Na neno la mfalme siku zote ni sheria, halijawahi kubadilika. All the time, neno la mfalme ni sheria, halijawahi kubadilika. I'm tired to see you are suffering. I'm tired to see you are suffering. Nimechoka kukuona unaenda kwenye interview, unasema tu Mungu mapenzi yako yatimie. No. Sema, Father, I'm here to take my work. Father, I'm here to take my property. I'm your custodian. Father. Listen. Tajiri waga na compromise. Akisha take over, not before. Praise the Lord. Mungu anasema, nitatikisa. Hawezi akatikisa kama ana utawala ndani yake. Unapoenda umeajiliwa mahali kikazi, what are you going to do there? Unapoingia ofisini kwako, what kind of the language ya kiutawala unaoizungumza? Mbele jirani yako. Uko kazini kwako, aina ipi ya lugha unaoizungumza ya kiutawala? Unafanya biashara, aina ipi ya lugha unaoizungumza ya kiutawala? Tufanye msako wa kiroho. Utagundua kuna watu leo hii kile wanachokipokea kazini walitakiwa washakipokea 10 times. Hata kwa sababu walimiss a certain wisdom and understand. Today wamefanyika kuwa wanyonge. Na lugha yako unasema, mnyonge mnyonge, haki yake mpeni. Sio katika dunia hii. Unajua duniani kuna aina mbili za wanyonge. Kuna mnyonge wa kwenye uso ambaye ana compromise tu vitu viende, but spiritually, rohoni sio mnyonge. Ndio maana kwenye maisha ukiamua kwa side na watu be very careful. Yaani sawa na shule. Kuna watu muda wa mchana hawasomi shuleni, ila usiku wanaamka wanasoma. Wewe mchana unacheka nao. Ni sawa kwenye ulimwengu wa roho. How many times ofisini kwenu una control bonus kabla sijatoka? Una control mshahara kuongezeka kabla hujatoka. Tunapozungumzia utawala kwenye ulimwengu wa roho, is for you to have the direct communication, mawasiliano, uhusiano with God. Ndio maana mtu wote ambaye yuko rohoni atakwambia, give me some time. Mtu jirani yako, unaonaga nini?
Mungu mwenyewe anakuambia mimi ninachokiona hapa ni kufanyaje? Ni kutikisa. Siku zote mtawala, siku zote Mungu anapotaka akupe mali, fedha, ni lazima utawala wake uwe within you. Ni lazima utawala wake uwe wapi? Ndani yako. Mwambie jirani yako, lazima utawala wa Mungu uwe ndani yako. Israel wakiwa Misri, submission yao, walikuwa wamesalenda katika utawala wa Mungu au wa Farao? Hebu ongea jirani yako. Listen to me. Kuna siku Israel, Musa anamwambia Farao, wape ruksa wakanitumikie. Mungu anataka wape ruksa. And then anamwambia, siku moja anamwambia, tupe ruksa tukafanye ibada, tukatoe sadaka kwa Mungu wetu. Farao anawakatalia wasiende. Kwa nini Farao anawazuia wasiende? Farao anaelewa kabisa hawa wakienda kujikabidhi katika utawala wa Mungu, sitawatumia tena hawa kuwa sehemu ya mimi kupata mali. Mali zote za Misri zilitegemea wa Israel kwa sababu walitumikia utawala wa Farao. Bwana Yesu asifiwe. So mstari unaofuata. Nami nitatikisa mataifa yote. Nami nitatikisa mataifa yote. Na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa. Na vitu vyote vinavyotamaniwa. Sio kupendwa, kutamaniwa na mataifa yote. Na mataifa yote vitakuja. Vitakuja. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Read in English. And I will shake all nations, and desire of the all nations shall come, and I will fill this house with the glory. Thus saith the Lord of the hosts. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kauli ya kibabe. Hii ni kauli ya kitajiri ya Mungu. Hii ni kauli ya milki ya Mungu. Hii ni kauli ambayo ina symbolic of worth. Bwana asifiwe. Anasema vitu vyote vinavyotamaniwa vitakuja. Maana yake anazungumza kwa habari ya mali. Mali haziwezi kuja if there is no mark of the blessing. And mark of the blessing inaleta nini? Money. Alama ya baraka inaleta nini? Pesa. Having money in the process. Kuwa na hela ni mchakato ambao unatoka kwa nani? Kwa aliye mtawala ambaye ni nani? Ni Mungu. Anasema vitu vyote vinavyotamaniwa, vinavyohitajika vitakuja, naye atajaza nyumba ile utukufu. Sasa nikupe mfano rahisi. Kitu gani ambacho kinafanyaga ugundue huyu ana hela au hana hela? Nikuulize hapa sasa. It is my prayer before the Lord. It is my point of need before the Lord. Wakati Mungu ananipa revelation, until nikifika quarter of this revelation, watu muone tofauti kwenye maisha yao. Yaani kuna paka na uvumilivu hivi na kufundisha kwa hatua. I want you to understand. Bwana asifiwe. Mmoja jirani yako, unajuaje hapa hela hipo? Hapa hela haipo. Hapa kuna hela ya mkopo kwa rejesho nafuu. Hapa kuna hela ya mkopo rejesho nafuu. Hapa hela ipo. Unajua hapa tu, yani hapa tulivyo kama vile tuko, yani hapa tuko driving school. Kuna watu tukimaliza tutaondoka na driving license. Kuna watu ambao tutaondoka na RENA. Sasa ni jukumu lako kuchagua, utaondoka na RENA kwenye spirit of money au utaondoka na nini? I love Bible. This God is nice. This God is good. One day, I was calling somewhere.
kwenye panel ya interview na ujiwa. Kwa nilipofika, the main boss, senior one, hakuwa amekaa kwenye main chair. Nilipofika nikagundua kabisa huyu frontline mwenye maswali mengi sio main. Yamkini we are the same, yamkini even my level na kwake, mine is higher. Sawa Kwa nilipofika nika scroll macho yangu pa. And then in my spirit nikajua who the main, ambaye nitapokuwa na mjibu, Mungu give me the revelations, funuo za kumjibu. Though haya ni mambo ya kidunia, but give me the revelation niweze kumjibu, ili aone kabisa I'm not bogus. Maana hamna kitu kibaya duniani kama uonekanika you're bogus. Kwa akapiga pa. Kwa hata nikaenda naye slow. Na siku zote ambaye hana wakaja. Kwa na watu walikuwa very very strategical. Alipotoka yeye akahamia mtu mwingine, nikajua huyo ndo anakuwa anamkaribia the main boss. Akanipiga maswali nikamjibu. Akahamia mwingine, nikajua huyo hapana, huyu ni kama yule. Sasa alipokuja the main mwenye mkeka wa mwisho, nikajua hapa sasa naongea na giant. Listen to me. Kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho nilikiona kwake. Unajua ni kitu gani? Mzee jirani yako, unajua ni kitu gani? Ndio mdiscuss sasa. Mimi najaribu kumengenya. Kwa nini nataka roho yako ifikirie? Kwa nini nataka spirit yako iwe active? Kwa sababu nataka uwe the part of this testimony of money. Siku zote palipo na hela au palipo na utawala kuna utukufu. Ndio maana mtu mwenye hela akiwa anaongea mahali watu wanasikiliza. Tusende mbali, hata kwenye familia yako, hata ofisini kwenu, idara yenye hela hakuna anayekataga kwenda kwenye nini? Activity. Maana najua padie hata ya kula wanaopeana nini ni kubwa kuliko sisi. Mungu amefanya kitu cha ajabu sana. Anasema nitatikisa, lakini utukufu nitauweka kwenye hiyo nyumba. Mungu akikupa blessing of money, uso wako unabeba utukufu. When there is a glory of God, there is a substance of the glory of God. Kuna utukufu wa Mungu kwenye uso wako. When you have money, panakuwa na utukufu. Silaba sakataya. Sio kwamba hela ndio inaweka utukufu, bali utukufu ndio una attract money kuja kwako. Yule bosi, kwa sababu the boss automatically yeye ndo custodian wa ile idara. Automatically ilivyoingia yeye, maana yake kwenye paji lake la uso there is a glory, na ule utukufu ambao upo kwake ndio defense mechanism yake. Mungu, tabia mojawapo ya Mungu kuashiria roho ya fedha kwa mwanadamu ni Mungu kumfunika huyo mwanadamu na utukufu wake, na sio utukufu wa mwanadamu kumfunika Mungu. Sasa ukiangalia watu ambao fedha zao hazitoki kwa Mungu, most of the time ni wao wanataka utukufu wao ujulikane na sio utukufu wa Mungu kuwa kwao. Yanawaingia mabilionea wenzangu, yanawaingia. I'm telling you, I'm telling you, you're the one that you go somewhere, mtu anakuambia listen Noeli, nitakupa mali za 1 billion. Usiwe na haraka ya kunirudishia the profit. Just go and sell it. Kwa nini atakwambia go and sell it? Kwa sababu kuna utukufu ambao umekufunika, na huo utukufu ambao umekufunika unamtengenezea yeye mazingira ya kuamini ya kwamba you can make it. You can make it. After today utaenda kwenye interview. Ukifika kwenye
kwenye interview, hata kama ni online interview, hata kama ni physical interview, kwa sababu ya utukufu wa Mungu kukufunika. Wanasema ulikuwa wapi siku zote? Ulikuwa wapi siku zote? Ulikuwa wapi siku? Hallelujah. Wangapi walikuwepo that Saturday ambao sikuwekea watu mikono? Nilikuwa namuita mtu namwambia look at me, akiniangalia hivi evil spirits zinapiga kelele naondoka. Wangapi walikuwa that day? Do you know because of what? It's the main secret. It's not a one day thing. It's a gradual process. I'm here to tell you, after today utaenda kwenye biashara, watu watakuja kwenye biashara yako, not because you know to speak, si kwa sababu unaongea sana. Watakuja kwenye biashara yako kwa sababu there is a glory of God and not your glory, kwa sababu kuna utukufu wa Mungu, sio utukufu wa kwako. I'm telling you, you'll go back home today, your husband will wonder, anasema ni wewe niliyekuoa. Kwa sababu gani? You have the glory of God. Once you have the glory of God, you will possess whatever you want to possess. Once you have the glory of God, you'll go far. Once you have the glory of God, your situation is nothing. Once you have the glory of God, you will go far in the mighty name of. Hallelujah. I say from today, fedha zitakufuata. Naposema hela zitakufuata ni kwa nini? God will touch your channels. Mungu atagusa channels zako. Kwa nini atazigusa channels zako? Kwa sababu utukufu wake utakuwa umekufunika. If you believe, receive the glory of God. 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 We don't have the God. Hatuna Mungu anayetoa mapepo tu. Hatuna Mungu anayetoa mizimu tu. We have the rich God. I have the rich Father. If I have the rich Father, it means mimi ni mrithi wake. I have to be the rich. If I have the rich Father, it means I have to possess. If I have the rich Father, maana yake nipo kwenye urithi wake, sipo kwenye mahangaiko. Ukiwa napitia mahangaiko, jua Mungu ananiandaa aniachie urithi ulio mwema. Ukiwa nakataliwa sana, jua napitia kwenye kuandaliwa ili niachiliwe urithi ulio mwema sana. Ukiona matatizo yananikaba, jua ninasindikwa chini. Ninasindikwa chini. Ninaosa ili nitoe bidhaa iliyo bora. Ninaharibika ili nitoe bidhaa iliyo bora. The reason of this series ni kukutoa kwenye unyonge wa kuona haiwezekaniki kwako. Ni kukutoa kwenye unyonge wa kuamini wewe hujaandikiwa baraka. Ni kukutoa kwenye unyonge wa kujiona ya kwamba wewe ni mtu wa hasara tu. Listen to me. Yeye anasema kwa atatikisa dunia, atatikisa kila kitu. Kwa nini atatikisa? Because ana power. We have the power from him. We have the power from him. Kesho ukienda kazini, ukikanyaga ardhi ya ofisini kwako, sema I have the power to pursue. Sema ninayo nguvu ya kuendelea mbele. I'm telling you, kesho ukikanyaga ofisini, sema I have the glory of God. Mwambie listen my boss, umezuia dokezo langu kwa siku nyingi. Listen my boss, umezuia cheo changu kwa muda mrefu, but I have the power. Ninakanyaga huko ulipo. I have to take back my power. The reason of this series is to bring back your power. Ni kurejesha nguvu yako uliyoipoteza. Ni kurejesha mamlaka ambayo iko kwako iliyopotezwa. In the mighty name of Jesus. Yoyote aliye na interview, hata kama hauna interview, mimi naitengeneza hiyo interview kwa ajili yako. Pakaraba shakataya. Wacha mwezi wa 6 watu wakaitwa makazini. Wacha mwezi wa 6 watu wakapata teuzi mbalimbali. Wacha mwezi wa 6
faida, biashara yako ingize faida. Wacha mwezi wa 6 pawe pana badiliko in the mighty name of. If my father is rich, I cannot die poor. If my father is rich, I cannot put on the cheap stuff. If my father is rich, I cannot beg for a bread. If my father is rich, masawe yaweze kanisumbua na kodi ya nyumba. If my father is rich, siwezi kuhangaika na bodaboda. If my father is rich, siwezi kuwa kanisani nikawaza anarudi vipi nyumbani sina usafiri. If you don't have the transport, receive the glory of God. Go and have your own porobashakata rabasakata raposakataya ramashakarabasa rokosakaramanda korimanda ramasakataya. Kuna watu ofisini wanakudharau kwa sababu hawajajua you have a good father. Kuna watu ofisini wanakudharau kwa sababu hawajajua your father is the chief commander. Your father ana kauli ya mwisho. O ramashakataya korimanda ramasakataya. Listen to me, people, they can speak. Watu wanaweza kuongea, wanaweza kukushusha, but Jehovah is Jehovah. Jehovah is. Lead for me again. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Oh my God. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Anasema fedha ni mali yangu. Kwa lugha nyingine anasema ya kwamba hazina yote ni ya kwangu. Mali zote ni za kwangu. Gold and silver they are mine. Gold and silver they are mine. Ya rabasakataya. Ya kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu, wala haviko kwa jirani. Hivi ni vya kwangu. Ndio maana nimesema ya kwamba katika hazina yangu adhimu ya uwezo mkuu ni wa kwangu. If your father ndio mwenye uwezo mkubwa, don't worry about watu wanaokupiga vita, watu wanaokushambulia. Hata kama walisema mshahara wako hautapanda, hata kama wanakuinulia vita ofisini jina lako lisiandikwe, hata kama wanakuinulia vita kwenye biashara, hata kama wanakuinulia vita ili usipate kitu chochote, let me tell you something. When the Jehovah speak, ilabataramanda. Mungu akizungumza amezungumza. Mungu neno lake ndio kauli ya mwisho. Kauli ya Yehova ya mwisho ipo kwenye maandiko. Anasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Fedha na dhahabu ni mali yangu. Fedha na dhahabu ni mali yangu. Hajanipa tu upako wa kutoa pepo, amenipa the word of authority, neno lenye mamlaka. When I speak, I speak. When I declare, I declare. When I speak, I speak. And I'm here today, na niko hapa kutamka Yehova kupeleke mbali, maana fedha na dhahabu ni mali yake. Fedha na dhahabu ni mali yake. May God take you far. Mungu akupeleke mbali, mahali ambako kwenye familia yako hakuna aliyefika, mahali ambako kazini kwako hakuna aliyefika, mahali ambako mtaani kwako hakuna aliyesogelea. Sio kufika tu, bali ni kusogelea. Watu wengi wenye uwezo ndio ambao wanakandamizwa. Watu wengi wenye nguvu ndio ambao wanashushwa chini. Nimetumwa kwa ajili yao. Yuko Mungu ainuaye mnyonge. Yeye ambaye kosa si la kwake anaandikiwa kosa. Yeye ambaye hajawahi kosea anaandikiwa amekosea. Yeye ambaye toka akiwa tumboni Mungu alimwambia you are rich, lakini dunia ikampokea ikamwambia wewe ni masikini, wewe hautakuja kuwa na mali. Yehova amenipa hiyo sauti nije kusema your father is not poor. Baba yako yeye sio maskini. Yeye ndio aliyetengeneza mihimili ya nchi. Yeye ndio aliyeweka
aliyeweka serikali, yeye ndio aliyeweka mashirika mbalimbali. It is your time now to go and to possess. It is your time now to go and to possess. It is your time now to go and to possess. Huu ni muda wako wa kwenda kwenye miliki. Huu ni muda wako. Huu ni muda wako. Mali ni za Mungu. Kama mali ni za Mungu. Oh my Jesus. Hospitalini wakitaka kujua huyu mtoto huyu ni baba yake sio baba yake, wanaenda kucheki blood, wanaenda kuangalia group la damu, wanasema hapana, ili group upande wa baba yake haupo, kwa huyu si wa kwetu. Mungu akasema no way out, lazima nimwachilie mwanangu. Yeye atahesabika kuwa maskini, lakini kuna utukufu wa utajiri utafunuliwa mwishoni. Ndio maana Yesu yuko na wanafunzi wanalalamika, wana njaa. Yesu anasemaje? Fedha na dhahabu ni mali ya Yehova. Kwa hiyo mkate ulinunuliwa kwa chakula, samaki walinunuliwa kwa chakula. Yesu anachukua mkate na samaki, ananyanyua juu, anamshukuru Mungu. Kwa nini anamshukuru Mungu? Anamwambia fedha na dhahabu ni mali yako Baba, hata katika hii mikate utaiongeza. I speak today, katikati ya bonde la uvuli wa mauti, unakopita kwenye biashara, unakopita kwenye ajira, wamekunyanyasa na mshahara wa $500, wamekunyanyasa na milioni, wamekunyanyasa na milioni 2. There is a God of Israel who can change the results. Yuko Mungu wa Israeli anayebadilisha matokeo. Yoyote anayenyanyaswa kwenye kazi, I change your situation now. Nabadilisha mazingira yako, nabadilisha mazingira yako in the mighty name of Mungu. Ananiambia kuna watu mnapita moments ambazo ukiangalia ofisini there is no hope. You are very hard working. Hakuna mshahara ongezeka ofisini. Hakuna any word of appreciation at work. Bonus zako wamezikata. Ongezeko lako lijiongezeka. Ukiangalia biashara ziko kwenye stagnation. Hakuna biashara ambayo inaenda. But Lord has given me the voice today. Lord has given me the voice today. Lord has given me the voice today. Lord has given me the voice today to speak that your Father is not a poor. Your God is not a poor. Your Father is not a poor. Your God is not a poor God. My prayer today is very simple. And when I speak this word, the power of God will move so quick. The power of my God will move very quick. Why the power of God will move very quick? Maana kuna watu, this is emergency prayer for them. If God, Mungu asipoingilia kati leo, they won't go far. They won't go far. Kuna watu lazima kesho wakutane na barua zao za kuinuka. Kuna watu lazima kesho wakutane na barua zao za kubadilishwa vituo vya kazi. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nitaenda kutamka hii kauli mara 3. And then the authority of God will touch you. The authority of God will touch you. Natamka mara 3. And the power of God will move so quick. I shall be everywhere. I shall be very everywhere. I shall kuwa kila mahali. In the mighty name of my Father. Natamka kwa mara ya kwanza. Your Father is not poor. Your Father is rich. Your Father is touching you now. Baba yako anakugusa sasa. You are the custodian. You are the custodian. You are the custodian. You are the custodian. In the mighty name of Jesus. What's the deal? What's the deal?
Mungu ananiambia kuna mtu baba yako alifanyika kuwa Esau, akapoteza nuru ya utajiri kwenye familia. Mungu ananiambia kuna watu baba yako ni Esau, mpaka nakufa alikuwa ni Esau. Hakuna kilichokuwa kimebadilika kwenye maisha. Mungu ananiambia the same spirit imekuja kwako. Ndio maana when it comes to the issues of Omari, when it comes to the issue ya wewe kuwa tajiri, when it is come kwenye issue ya wewe kuwa na fedha, inakuwa ni mtihani mzito sana. Ninawaita wanaotokea kwenye familia ya Esau hapa. Mara bashakataya, wanaotokea kwenye familia ya Esau, 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 in the mighty name of Jesus. Kuna watu 7 umekuwa unaahidiwa kazi au biashara kwa muda mrefu, na wanaokuahidi wanakusahau. Ni kwa sababu mali imeondolewa kwenye maisha yako, ile hazina imeondolewa kwenye maisha yako. Ni kwa sababu umefunikwa wewe. Kwa unapata promise lakini hakuna ahadi inayotimia. I stand with the voice of authority, with the voice of authority, with the voice of authority. Come out, you evil! Come out! Evil with the spirit of poverty, evil with the spirit of poverty, with the spirit of maskini. Hiyo roho ya maskini ukandamiza, hiyo roho iliyokushika hapo. Fursa ziji kwako, fursa zitokei kwako, fursa ziji kwako. Wanakuahidi hakuna kinachotokea, wanakuahidi hakuna kinachozaliwa. I set you free today with the voice of authority, with the voice of authority, with the voice of authority. Kuna mtu kwenye mkono wako wa kulia, kuna kama kitu kama kitu kinapita. Jesus, 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 Jesus. Mara ya pili, mara ya pili. Your father is not poor. Your God is not poor. Mungu wako sio maskini. Wewe ni custodian. Your God is not poor. 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 Your God, mara pili, your God is not poor. Your God is not poor. Mungu wako sio maskini. Yeye ndo mwenye mali. Yeye ndo anatengeneza hizi mali kwenye ulimwengu wa roho akaziachilia. Yeye ndo anatengeneza hizi mali kwenye ulimwengu wa roho akaziachilia. In the mighty name of Jesus. Your God is not poor. Your God is not poor. Your God is not poor. I open your way. I open your way. Nafungua kila njia. Nafungua kila njia. Njia za fedha. Njia za fedha. Njia za fedha. Chini ya utawala wake. Chini ya utawala wake. Nafungua njia zote. Nafungua njia zote. Kila njia ya fedha. Mara ya tatu. When I speak this word, mara ya tatu, I want you uwe connected. Mara ya tatu, I want you, nataka uwe connected. 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 Because you are not poor. 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 You are not poor in the mighty name of Jesus.
You are not poor in the mighty name of Jesus. Mara ya tatu, nyosha mkono wako juu. Naiambia fedha ya kwamba walionyosha mikono yao, they are not poor people. Naziambia fedha, naziambia fedha, hawa ni watoto wa mfalme. Lazima watembee kifalme, lazima washike fedha za kifalme. Raw income is not your portion. Raw income is not your portion. Low salary is not your portion. Mshahara wa chini ya kiwango si wa kwako. Mshahara wa chini si wa kwako. Biashara kufa si sehemu yako. Kukosa fedha si sehemu yako. You are not a poor person. Where is your money? Where is your money? Where your father is rich? Where is your money? Where your father is rich? Kwa nini biashara zinakwama wakati baba yako ni tajiri? Where is your money? Ziko wapi hela zako? Ziko wapi baraka za fedha? Ziko wapi hela zako? I connect you. I connect you. Where is it? Where is it? Where is it? Kwa nini ofisini wakone? Kwa nini ofisini wakukandamize? Kwa nini ofisini wakone? Kwa nini ofisini wakukandamize? In the mighty name of Jesus, I change your way, I change your way. Naongea na ardhi ya ofisini kwako. Naongea na ardhi yoyote inayohusika kwenye baraka zako za fedha. Naongea na anga yoyote inayohusika na njia zako za wewe kupata fedha. Listen to me. Anga nisikilize. Viti vya mabosi nisikilize. Kila aliyekandamizwa, aliyewekwa kwenye unyonge, aliyewekwa kwenye kuonewa, ninamtoa hapo. Ninakutoa mara ya tatu. Nakutoa kwenye unyonge. Nakutoa kwenye unyonge. Nakutoa kwenye unyonge wa fedha mara ya tatu. Nakutoa kwenye unyonge wa fedha mara ya tatu. Nakutoa kwenye unyonge wa fedha mara ya tatu. Nakutoa kwenye unyonge wa fedha. Nakutoa kwenye unyonge wa fedha. Nakutoa kwenye unyonge wa fedha mara ya pili. Jina lako nalitoa kwenye unyonge mara ya tatu. Na kuhamisha kwenye unyonge in the mighty name of Jesus. Gusa miguu yako. Gusa goti lako tu sina. My Father, my Lord, it is my need today, Father. It is my need today, God. It is my need today, God. Lord, it is my need. Father, before I drop this microphone, it is my need. Ikiwa wakoma walikanyaga mahali, kishindo chao kikawapa mali za maadui zao, Mungu kesho watakapokanyaga kwenye maeneo yao ya kazi, watakapokanyaga kwenye biashara zao, give them money, Lord. Give them money, Lord. Baba, wanapoenda kukanyaga kwenye maeneo yao, milango ya shaba ya fedha ikafunguke. Milango ya saba ya mali zikawe funguke. I connect them, Lord, with this voice of money. I connect them with the voice of money. 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 Receive the voice of money.
Wale wakoma walipokanyaga, kishindo chao kilirejesha mali zao. Natamka, utakapokanyaga kwenye eneo lako lolote ulozulumiwa, kama ni cheo ukapandishwe cheo, kama ni ongezeko la mshahara ukapate, kama ni biashara ikafunguke, kama ni mali zikakufuate, in the mighty name of Jesus. Kuna watu wameajiliwa siku nyingi, lakini mko kwenye daraja moja tu. Nabadilisha daraja lako, nabadilisha daraja lako. Miaka 10 na kutosha ya uzoefu, miaka 20 na kutosha ya uzoefu. Go far, go far, go far, go far. Chukua sadaka.